Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Diamond Platnumz ameonyesha upendo wa dhati. Kumbuka ni mtoto wa Tandale. Tunajua amekulia Tandale na tunaona kule ndiko maisha alipoanzia, na tunaona siku ya Valentine, siku ya upenda nao, aliweza kutoa shukrani kwenda kwa watu wa Tandale, hasa wale ambao wana uhitaji. Alienda kumfuata mama mmoja, alikuwa amekaa zake anakula chakula, ilikuwa ni jua ni kali kabisa, na inaonyesha ni jinsi gani ambavyo Diamond Platnumz anaonyesha upendo kwa watu wenye uhitaji. Lakini kingine ni kwamba Diamond Platnumz ni msanii ambaye ametokea katika familia ya kimaskini sana, ametokea katika maisha ambayo kiukweli ni ya duni, mpaka kuwa Tanzania number 1 superstar. Hapa nikimaanisha ni superstar namba 1 Tanzania mwenye mafanikio makubwa. Kumbuka nazungumza msanii ambaye anamiliki TV na radio, ni msanii anayemiliki record label ya Wasafi, ni msanii ambaye ndio anaongoza subscribers katika wasanii ambao wako chini ya jangwa la Sahara. Sasa tunaona alikuwa makini sana katika kutoa hiyo zawadi, kwa sababu kumbuka huyu ni msanii mkubwa mwenye ushawishi mkubwa, lakini pia anapendwa na mashabiki. Kama unavyofahamu hata kwenye show unakuta watu wanachoropoka, walinzi wanaenda kumkumbatia msanii. Kwa hiyo alikuwa makini sana, kwa sababu mitaa hiyo ni mitaa ya Uswahilini. Kwa hiyo kwa namna ambavyo ameenda, alikuwa makini kuhakikisha kabisa kwamba watu wengine hawambuguzi, ili kuweza kumzuia kufanya kile ambacho alikuwa anataka kukifanya. Sasa kwa upande mmoja ama mwingine, Diamond Platnumz alikuwa ameandaa ilikuwa ni boxi ambalo limejaa pesa, nadhani kama kitu kama 200,000 hivi ama 300,000, alikuwa ameweka kwenye box. Of course ni siku ya upenda nao, so akaamua sasa kuweza kutoa zawadi kwa yule mwanamama. Of course utapenda sana, kwa sababu ni video ambayo kiukweli inapendeza sana, hata ukiangalia inafurahisha mno, ambapo Diamond akaenda pale akamsalimia mama kwa heshima, shikamoo mama, na then akampatia hicho kiboksi chenye zawadi. Hii inaashiria kabisa kwamba Diamond Platnumz ameamua kurudisha kwa wananchi, kwa sababu ukitazama ni kwamba kuna wakati mwingine msanii anavyopata mafanikio au anavyopata umaarufu anakuwa anasahau watu ambao wanaweka bando. Kumbuka mtu anayemtazama msanii ni mtu amenunua bando, na anajitahidi sana kuhakikisha bisa kwamba ana support kazi ya msanii, lakini yule msanii anakuwa hajui ni nani anayesapoti kazi zake. Sasa kwa hicho alichokifanya Diamond ni kwamba anajitengenezea sifa ama anajitengenezea CV nzuri kwa mashabiki zake, kwamba ni msanii mwenye upendo wa dhati sana, na ndicho mashabiki wanachopenda kukiona, kwa sababu anavyo spread love inaashiria kabisa kwamba ni mtu ambaye anafahamu alikotoka. Na kumbuka hata Diamond wakati anaanza muziki alipitia changamoto nyingi sana za kukatisha tamaa, kwamba hujui kuimba, hujui hiki, hujui kile, lakini kwa sasa hivi level alifikia Diamond na hicho anachokifanya ndio mastaa wakubwa duniani wanavyofanya. Kwa mfano ukiangalia kule nchini Marekani, unaona kuna watu wanaanzisha pengine restaurant. Kwa mfano kuna mtoto wa Will Smith, tunaona alianzisha restaurant ambayo homeless wale walikuwa wanaenda wanakula bure. Lakini kingine Lil Wayne pia ameanzisha clinic yake ambayo homeless wanapata treatment bure, yani wanapata huduma za kiafya bure. Kwa hiyo kwa upande wa Diamond Platnumz nadhani ameonyesha moyo kwa mashabiki. Nadhani hii inaweza kawaingia watu pia wakaweza kumsamehe hata kwa yale machache ambayo ameyafanya, kwa sababu kuna wakati mwingine msanii anakuwa anateleza na kufanya vitu ambavyo havifai. Maoni ya mashabiki ilikuwa kama yafuatavyo. Mmoja kaandika una roho ya kutoa, Mungu akuongezee palipopungua. Of course Mungu lazima ataongeza palipopungua. Mmoja kaandika God will always bless those who give back, generosity, may God continue to shine light up upon you Diamond Platnumz. Manake Mungu au sio, anawabariki wale wote ambao wanarudisha shukrani, lakini pia Mungu aendelee kuongeza nuru na baraka kwa Diamond. Mwingine anasema kwamba Allah akuzidishie Diamond, akuepushe na roho za husda na hasada. Wewe sasa ndo unajua nini maana ya sadaka. Unajua kuna wakati mwingine mtu anaenda kanisani anatoa, au msikitini
au kokote kule anatoa sadaka kubwa sana, anaweza kutoa milioni au milioni 5 kwa ajili ya sadaka tu kanisani, lakini sadaka njema ni kuwapa maskini. Hiyo ndio sadaka njema, kwa sababu unapotoa sadaka kwa maskini, yeye atakuombea dua. Akishakuombea dua, maana yake ni kwamba ile inarudi kwako tena kama baraka na kukupa nguvu zaidi. Kwa hiyo alichokifanya Simba ni kitu ambacho hata huyu shabiki anasema kwamba huyu anajua maana ya sadaka. Hii ndio sadaka yenyewe. Mwingine anasema that's so sweet of you, God bless you Nasib. Manake hii nzuri sana bwana Nasibu. Mwingine akasema ndio maana Mwenyezi Mungu anakupa. Nimefurahi sana kwa kwa kujitolea kwako. Manake anazungumzia kwamba kwa nini Diamond anafanikiwa. Anafanikiwa kwa sababu ya kutoa, kwa sababu kuna vitu vingine Diamond amewasaidia watu wengi sana. Kuna wengine kwenye kamera, wengine nyuma ya kamera. Unakuta mtu anasaidia tu na Simba, hata kamera inakuwa haipo. Kwa hiyo kitu hicho kinamfanya Diamond azidi kubarikiwa siku kadri siku zinazozidi kwenda. Mwingine akasema kwamba umeifanya Valentine iwe siku ya baraka, pia Mungu akuzidishie kaka mkubwa. Mwingine akasema nakubali ulichokifanya, Allah akuzidishie. Mmoja kaandika this made me emotional, Diamond, may Allah reward you and he may bless you so we can also do this to the less privileged, amen. Manake imemfanya awe emotional na Mungu ampe zawadi zaidi Diamond. Kwa hiyo kitu ambacho kinaonyesha kabisa kwamba Simba hakuwa na upendeleo. Alitembelea mama wa kwanza, akaenda kwa mama wa pili, alikuwa anauza zake ndizi, ametulia. Maskini Mungu alikuwa hana hili wala lile, akashangaa tu Simba huyu hapa. Mwingine hapa, huyu mwanamama alivyopewa hii zawadi alikuwa hana hili wala lile, na tunaona alipokea boksi ama bahasha yenye pesa. Mmoja kaandika mashallah, mama kapigwa na shoti ya umeme. Mwingine sema una moyo kutoa, Mungu akuongezee. Hao jamaa pembeni wanakuja kushtuka kama huyu ni Simba tayari game over. Mama atabaki kuwapa story tu, nimependa hiyo, Mungu akuongezee zaidi. Kaka hapo nimekupenda bure. Is how she didn't want people realize what she got. Manake hakutaka watu wengine wafahamu kitu gani ambacho amempatia yule mwanamama. Kwa hiyo kitu ambacho kinaonyesha kabisa ni kwamba Simba amefanya upendo wa dhati, na inaonyesha wazi kabisa kwamba ameonyesha roho nzuri kwa huyu mwanamama. Kwa watu wanajiuliza huyu ni nani? Sasa watakuja kushangaa, kumbe Simba alikuwepo hapa. Kwa watu wangeweza hata kumkimbilia na ingeweza kudisturb kile ambacho alikuwa anataka kukifanya, kwa sababu hakuna bodyguard vitu kama hivyo. Unalipa kuzungumzia kuhusiana na hili, dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu ili uandike subscribe.